Asante mtazamaji kwa kuendelea kutazama West TV, kipindi ukianzicho West TV Staff Tie, gumzo la siku, sehemu ya 3 na ya mwisho hii. Upande wangu wa kulia Alex Odongo, tajriba ameipata sana katika meza ya uhariri, bila shaka kiwajibikia uhariri West TV na vile vile uchambuzi wa ndani kwa ndani hapa West TV. Karibu sana Alex katika sehemu hii. Upande wangu wa kushoto, tajriba kubwa, bila shaka mwanasiasa katika bunge la kitaifa, wakati huo likiwa ni bunge moja tu hilo, bila shaka 1992 up to 2002, mbunge wa Sirisia, na vile vile awali amehudumu katika nyadhifa mbalimbali. Alihudumu kikatibu KNUT kama sijakosea, vile vile aliweza kuhudumu waziri chini ya gavana Ken Lusaka katika kaunti ya Bungoma, na kando na hilo sasa hivi ni mwanachama wa bodi simamizi ya mji wa Bungoma. Kwa hivyo tajriba pana kweli kweli. Mheshimiwa John Munyasia, karibu sana mheshimiwa. Mfuasi wa Arsenal vile vile. Nilikuwa nazungumza mawili matatu. He's telling me Arteta hasn't convinced him yet, but he's getting some scrappy wins. I think that is the real story. Ama nimebadilisha mambo. Yes, karibu sana. Alex, weekend imekuwaje bwana? Weekend imekuwa nzuri. Yeah, kila kitu shwari. I love your shot. Thank you. I love your shot, mom. Man, sio mom, sorry. Shati safi. Japo wasema wanaume colorblind. Hii rangi gani? This should be blue? Sky blue. Sky blue. How did you start knowing about all those blues? And you are a man. Go there. Upande wangu wa kushoto, ninaye niliyosema Munyasia. Munyasia, how was your weekend? Fine. We won against West Ham. But FC Leopards lost. Tumepanda. No, mimi ni wanzo ya wiki. Ile siku mtashinda, you'll tell me wewe ni Gor Mahia, FC Leopards. Na mtazamaji, bila shaka vita dhidi ya ufisadi ndio swala ambalo tunazungumzia. Najua ni mada ambayo tumeijadili mara si moja mara si mbili, na tutaacha kuijadili karibuni, kutokana kwamba kama kuna vita ambavyo tunapigana navyo kama nchi, zaidi ya umaskini, ujinga na maradhi, ufisadi umeweza kuibuka kuwa vita vikuu zaidi ambavyo bila shaka kama taifa tunapigana navyo. I'll begin from the same question I always begin from wakati najadili mada hii. Bwana Munyasia, are we making progress as a country katika vita dhidi ya ufisadi? Somehow tumeenda mbele kidogo, but the test will be in how far we can push from where we are now. Because I do not see us pushing. It's like there is a stalemate. Tulikuwa hapo awali tunashika watu, pengine investigations zimekuwa carried out, na tunajua pengine wako na some evidence. What they can do with that evidence is what we are waiting to see. Because many cases that would end up somewhere there, and you might easily forget. But you know, the nation will have been appeased for some time. And we cannot say nothing is being done. It is being done, but the pace at which it's going has now started worrying us. Because why are no cases being had after bails have been paid, after people have been released on bail, now they are at home doing their own things? What more is happening? That's what we're waiting. Alex, asante sana. Ningesema kwamba kama taifa tumepiga hatua kubwa sana katika vita dhidi ya ufisadi. Ukilinganisha awamu ya kwanza ya uongozi wa Rais Uhuru Kenyatta na awamu ya pili, katika awamu ya pili tumeshuhudia cases nyingi sana za ufisadi zikifikishwa mahakamani. Wakenya wengi wanasema tumeona watu wakikamatwa wengi, tumeona watu wakifungiwa ndani Ijumaa na achiliwa Jumatatu kwa dhamana, lakini hawajaona zile convictions. Lakini pia inabidi waelewe kwamba katika mahakama pia kuna zile changamoto ambazo wanapitia. Kwa mfano majaji hawapo wa kutosha,
na mambo mengine kama hayo. Kwa hivyo pia inafaa tuangalie zile challenges ambazo idara ya mahakama inapitia kuweza ku speed up hizi cases ambazo zinawasilishwa mahakamani. Lakini naweza sema kwamba tunapiga hatua. Wiki iliyopita niliona DCI na DPP wakikutana na wanahabari wakisema kwamba baadhi ya benki ambazo zilikuwa zimeflout some rules wamekubali, wameafikiana, wamelipa hela fulani ambayo ilikuwa inaingia katika serikali, na kumekuwa pia na out of court case settlements nyingi sana. Hiyo sijui inaitwa plea bargain, kitu kama hiyo, ambayo badala ya kuwekwa ndani mnakubaliana, mnazungumuza, alafu zile hela ambazo zimepotea zinarejeshwa. Kwa hivyo kupigana na ufisadi maanishi tu watu wawekwe ndani vile Wakenya wengi wanatarajia mtu amefungiwa ndani kifungu. Kuna njia nyingi sana ya kuweza kurecover stolen assets na mambo kama hayo. Lakini kwa sasa naweza sema tumepiga hatua. Kwa hivyo kulingana nayo vipimo vingine vizingatiwe zaidi ya mtu kuweza kuhukumiwa. Exactly. Na lakini tunapozungumzia vita hivi dhidi ya ufisadi, tunavyozungumzia safari hii kule tumetoka na kadhalika, nahisi kwamba awali tulimuona kwa mfano Mwiraria. You remember Mwiraria? Wakumbuka mambo ya vita dhidi ya ufisadi hayajaanza leo. Kule nyuma kumekuwa na sakata mbalimbali, kumekuwa na juhudi za kuweza kushuhudia kwamba watu wanahukumiwa na kadhalika, but of course the end product in the sense ya kuhukumiwa tujaweza kuishuhudia sana. Labda nianze na Munyasia. Weak link katika vita hivi dhidi ya ufisadi so far, unaweza ukasema ni wapi? I think it might be the political will. Because tumekuwa na cases that we think should long have been completed. Zikiwa hizi cases za Chicken Gate kwa mfano, wale ambao walikuwa kwa interim election commission, wale ambao wanasemekana walikula rushwa from certain printers in Europe. Na hawa wale wa huko wa upande huo, wale ambao walipeana rushwa walishikwa, wakashtakiwa, evidence ikapatikana, wakawekwa ndani. Wale wa huku ambao walipokea, tunasema tunangoja evidence. Na sasa unaona what kind of investigation are we carrying out? We would have seen those people already in jail also. Wenzao are about to complete their jail terms. Here we are still dilly-dallying. We say this is nonsense. What more evidence do you want? Call, the evidence that was adduced over there, because those people can still be witnesses here. Yes, I came, you remember that day I gave you this month, and maybe you wrote here something, but there are also other cases here where people say, this DCI says the file is complete, DPP says the file is complete, and we are satisfied that this case can have a conviction. Then they start, na wanakuambia that this one will now go on a day-to-day basis. And then you think, oh, it's going to be completed soon, tutaona mtu jelani. Then, in no time, that fellow is shouting out, no, tuna support so and so, tuna support so and so, and then the thing, just vanishes like that. So they will go and make arrangements. If an advocate is sick, or take new dates, so and so is not around, or the judge is indisposed, take new dates, and so they go on. It's very disappointing. Alex, weak link katika vita dhidi ya ufisadi unaweza ukasema ni nini? Naweza taja kama vitu vitatu. La kwanza nianze na kukubaliana na Munyasi ya political goodwill. Maana kuna zile cases ambazo zimejivuta sana kwa muda mrefu. Kwa mfano sakata kama ile ya Golden Bag, ni sakata ambayo ilifanyika wakati wa hayati rais mstaafu
Daniel Arap Moi. Na Kibaki alipoingia mamlakani, hiyo ndio ilikuwa shughuli ya kwanza. Aliweka commission of inquiry, wakahoji watu, ripoti ikatolewa ile ambayo ilikuwa inaongozwa na Bosire. Watu wakatajwa, tuliona tu watu wachache sana ambao walikuwa walichukuliwa hatua, lakini ni wengi sana ambao walikuwa mentioned, wengi sana wakina Kamlesh Patni na viongozi wengine sana ambao walikuwa na hudumu katika serikali ya Moi. Wengi sana walitajwa katika ripoti hiyo, lakini hatukuona wakichukuliwa hatua yoyote. Hatukuambiwa hata kama walifanya out of court settlement. Of course tuliona mtu kama Patni alisurrender some of his assets kama hiyo the Grand Regency Hotel na assets zingine ni kama walifanya plea bargain, lakini viongozi wengine ambao walikuwa na hudumu katika serikali na ambao walihusishwa katika sakata hiyo, hakuna hatua ambayo tuliona wakichukuliwa. Katika pia uongozi wa Kibaki kulikuwa na sakata ya Anglo Leasing. Hiyo ndio ilikuwa sakata kubwa sana, na uchunguzi ilifanywa, tukaona tu baadhi ya mawaziri kama the late Muiraria na Murungaru na wengine wakisimamishwa kazi kuacha na nyadhifa zao, lakini that was all. Hatukusikia tena sijui wamefikishwa mahakamani ama wameshikwa ama wamerudisha zile hela ambazo zilipotea. Kwa hivyo political goodwill is number one. Number two, pia another weak link ambayo tunaweza sema ni idara ya mahakama. Kumekuwa na madai kwamba baadhi ya hawa watu ambao wamejihusisha na ufisadi wamekuwa wakitumia hela hongo kuhonga majaji, magistrates. Alafu unaona tu sijui faili imepotea, unasikia mara sijui kesi inakuwa adjourned, mara baadaye unasikia huyo jaji Americas amesema yeye feel comfortable kuendelea kusikiza kesi hiyo. Kesi inakuwa dragged hadi paka labda hata wengine wanafariki kama kesi bado haijaisha. Na kwa hivyo idara ya mahakama pia kule inahitaji kusafishwa kabisa. Kumekuwa na uchafu sana. Baadhi ya majaji wengi sana wametajwa kwamba wamekuwa wafisadi, lakini bado they are still serving as judges. We have seen very little being done, labda kuwaondoa katika nyadhifa zao. Kabla usonge katika labda hoja yako ya tatu na ya mwisho, pale katika idara ya mahakama awali palikuwepo malalamishi kwamba hata zile bonds ambazo zinapeanwa kwa wale ambao ni watuhumiwa ni bonds za mzaha sana, kwamba mtu ana kesi ya mamilioni ya pesa, bond anapewa maybe in thousands of shillings or 1 million Kenyan shillings and so on. Do you think that's an area that has been worked on? There is some sort of improvement? Nadhani pale pa kuissue bonds, majaji huwa wanazingatia sheria. Maana sheria inasema kama umefanya kosa kama hili, bond ni kiwango between this and this amount of money. Kama ni kifungo, it's between this number of years. Kwa hivyo wanazingatia sheria. Kwa hivyo malalamishi ya Rais Uhuru Kenyatta kuhusiana hilo were not justified? Sidhani kama ni justified. Maana hizi rulings zote judges wanaangalia precedents, the previous rulings, wana compare the jurisdiction vile walifanya rulings cases kama hizo, na pia wanaangalia sheria inasema nini. Kama umecommit murder, what is the punishment for murder? Perhaps life imprisonment, perhaps hanging, perhaps fine. Kwa hivyo wanazingatia sheria wanapotoa hukumu zao. Si hata wanatoa kwa sababu their moods na emotions. Baada ya such a complaint, I remember kuna is it Lenol Kulal ama nani, kuna wakati pametolewa bond nyingine hapo around 300 million. Japo baadaye mtuhumiwa alikata rufani, the same was reduced to I think around 100 million. Japo bado kulikuwepo na outcry kutoka kwa the political field na kadhalika kwamba hata kama that is too much. But anyway, na hiyo ilitokea Dalmas baada ya majudges kuanza kunyoshewa kidole kila wakati. Haswa Rais Uhuru Kenyatta na executive walikuwa wanasema judges they are the impediment towards fighting corruption. Watu wanakamatwa, wanapelekwa kule, wanaachiliwa on a very little amount of money. But that was my question, Alex. Ndio nikasema, ndio nakwambia awali wamekuwa wakifanya kazi yao kulingana na sheria, lakini baada ya pressure from executive, especially concerning these economic crimes, ndio tukaona majudges wengine pia wakaanza kupoteza mwelekeo, wakaanza kupeana very high bail. Kwa hivyo those high bail terms kulingana nawe ndio sasa hazikuwa constitutional, hawako wamefuata sheria. Hiyo yote ni drama to persuade us that there is something happening, that they are fighting corruption. But you know, bail is not it's not a fine, it is not a conviction.
this person is merely a suspect. What we are most interested in is, will this person appear? Will he be available for the trial? That is the most important thing. I do not think we say, oh, give such bail that it may, deny him the freedom of being out. I think the most important condition should be the person must not interfere with the witnesses, and you have ways of finding out that he doesn't access them, and then that the person should be available for the trial. So what we are interested in, wacha mchezo huu wa kusema peana high, big bails or no. Kwa hivyo we are all agreeing kwamba kiwango cha pesa zinazotozwa katika ikija kwa dhamana ama ile bail doesn't really show us kwamba there is vita dhidi ya ufisadi. Not important. What we want is the case going on, is the trial going on? Are we about to get convictions? Put some fellows in jail? No. Yeah. And if someone is going to say, yes, like Kamlesh Patni, I can return some of the property. Has he not pleaded guilty? And then he turns around now to play games. Now he's pastor, now he's bishop, now he's, a leader of a political party, and we allow him to play around. No. I remember umenikumbusha nikiwa mtoto mdogo kwamba mama anataka kujua nani amefanya kitu na anasema jitokeze tu sitakuchapa. Nasema ni mimi, unapigwa kama mborokenge. Alex, hoja yako ya tatu, labda kabla nirejee kwa bwana Munyase, ulikuwa unaelekea katika the week number 3. Labda hoja ya tatu ningeza sema pia ni wanasiasa kutumia communities zao kujaribu kujitetea wakati ambapo wamekamatwa ama wamehusishwa na ufisadi. Tumeona wanasiasa wengi sana wanasema jamii yetu inamalizwa, jamii yetu inakuwa targeted. Tumeona hata wengine, nikitoa mfano without beating around the bush, deputy president mara nyingi amekuwa akisema this is about 2022 politics. Wakati wote ananyoshewa kidole ama mtu wake anakamatwa anasema this is about 2022 politics. Kidogo pia ina demean hizi institutions ambazo wamepewa mandate ya kufight corruption, especially DCI na DPP. Hizo institutions tumeona zikiwa undermined sana na wanasiasa, wamekuwa kizipiga vita sana. Hadi wanasema kwamba zinatumiwa for some particular political interest. They are doing selective justice. Kwa hivyo hiyo pia sio vizuri. Is there such possibility? Ni swali ambalo narudi kwako nalo kwamba kuna uwezekano pia kwamba labda baadhi ya taasisi hizi zinaweza zikawa zinatumiwa. Lakini bwana Munyase, tuchukulie hapo ambapo amemalizia kuhusiana na baadhi ya wanasiasa kujificha nyuma ya jamii zao ama makabila yao. Is it a uniform thing across the country ama it's specific with certain communities? Over here, we have let our most highly placed legal officer get out of a position. She would now be the Chief Justice after Mutunga, just for pinching a lady's nose and saying, why do you want to embarrass me? All people around know me. Nikiingia wanajua this is the Deputy Chief Justice. Now you want to embarrass me? You want to inspect my bag? You should know people. Yeah, I mean there have been photographs. She should have known. But what will keep quiet? Wakasema no, kama alifanya hivyo, that was demeaning someone. He is the one supposed to protect, people. So that was so she went. But there are many others who would go. Like when there was a case for Philomena, those who went most were from Mukambani, including Kalonzo Musyoka. When there is anything about the deputy president or any other, when there was a case against Rotich, you saw people like Murkomen dashing them. So Murkomen, if this Minister of Finance had been a Luo, would you have rushed to say, and would you even have started condemning the DCI
to say, you know, DCI is interfering with these things. These things should have been with EACC. You know, they start saying, no, we would have done better if there was another investigating agency other than the DCI. You know, those things happened. But let us not forget that those culprits many times are very generous, maybe because they hope that, you know, if they didn't treat their people well, their people would not go to defend them. So they are usually very generous, doing a number of things over there. Unlike ours, for example, Rashid Echesa saizi tunapozungumza na kesi, are you trying to say the generosity levels za... Yes. Echesa, no, but Echesa has been giving people like Washali, maybe, of course, benefiting, so they will die with him. But many others are unlikely. But it's a common thing, really, that when you are a politician, everyone knows you are supposed to protect the interests of your community. And when any of your community appears threatened, the community looks to you. Just like, you know, when any member of your family is reported to have been caught by the police, where is he? He's in the police cells. The people around your family will expect that you go to the police to see if you can secure his release, even if it is on bond. That's what is expected. Otherwise, you will be dismissed as useless. So that is why a number of these people go to say, it is me, who sometimes would say, no, if you are caught in a Changa case, please don't come to me. Because why, you know it is illicit, why did you get involved? But you know, we suffer for such positions. Because I would tell my people, no, if you are caught, and one time they appealed to me when I was passing, and they were being led away by the police. Mheshimiwa, tumeshikwa. Tumeshikwa kwa nini? Ati tulikuwa kwa Chang'aa. If it is Chang'aa, go and fight your case. But that is being daring, and you will suffer for it. And maybe I suffered for it. Unajua nimemuuliza swali japo hajanijibu moja kwa moja. How different is the Luhya community? How different are the communities in this region? Na katika kuweza kutetea mtu wetu, is it a common phenomenon kwa jamii zote Kenya, or 2 or 3 tribes out of the 42 tribes? If it's a common phenomenon, why not Western region or the former Western province? How different is the region? Eneo la Magharibi, nakumbuka Rashid Echesa alipoachishwa kama waziri wa michezo, niliona viongozi wengi sana wakisema kwamba jamii yetu inakuwa targeted, kwamba hii ndio kiti peke yake ambayo tulikuwa nayo katika cabinet, na kijana wetu ameachishwa, hajaambiwa amefanya kosa gani. Kwa hivyo nadhani hiyo ni tabia ambayo iko kwa jamii nyingi sana, haswa hizi jamii kubwa kama jamii ya Luhya, jamii ya Wakamba, Kikuyu, Wakalenjin na Waluo. Lakini hizi jamii ndogo sijaona hizo kelele sana, mtu akiachishwa kazi kwamba watu analia sana. Na pia inategemea na huyo kiongozi mwenyewe, jinsi Munyasi alivyosema. Kama alikuwa kiongozi ambaye alikuwa na wafuasi wengi sana, kiongozi ambaye alikuwa ni mtu generous sana upande wa pockets zake, utapata wale ambao walikuwa na benefit kutoka kwake ndio wanapiga kelele sana. Na hata ukiangalia watu ambao wanalalamika sio wananchi kutoka kwa ground, ni wale ambao walikuwa kila nao pamoja ndio wanalalamika. Ingekuwa ni wananchi kutoka mashinani ndio wanalalamika, hapo ungesema kweli jamii nasema kwamba mtu wetu ameona. Lakini wale ambao wanalalamika ni wale ambao wanakula pamoja. Ni nini ambacho gentlemen tunaweza tukasema kwamba has been I'll call them strong links? Tumezungumzia the weak links katika vita dhidi ya ufisadi. Ni nini tunaweza tukasema kwamba I think as regards this office ama this person ama this institution we've done so well so far? Tumezungumzia changamoto ambazo tuko nazo. Ni wapi tunaweza tukasema kwamba we can build from that? No, as I was saying, it is still the political will. There was a time I thought the president had got things right when he said, now
we may not have evidence of the thefts themselves, but we can have indications that the amount of wealth that a particular person appears to be enjoying must have been gotten through means that are not approved. And so he said, we are going to have lifestyle audit. Lifestyle audit. How generous do you appear to be? How much are you disposing of? Because there are people, for instance, who spend money as if they do not want money at all, as if that, you know, they want to throw it away, holding, parties every now and then, and inviting delegations, and having them feed, and then going around, and whether it's through Harambe, and at one time we had said no, Harambe should not be held, especially of public officers officiating at Harambes. All that has been ignored. Now, I have been wondering, when the president said it, all of us were happy. We thought people would be caught. Those that we have seen struggle from poor families, if all of a sudden they begin behaving like a Chesa, they must have got this wealth, illegal. I mean, not in ways approved. But that appears now to be quiet. I have been wondering, when do we start it? So what had been a strength, and we thought we would catch people, and now again it appears they're quiet over. Seemingly, Bwana Munyasi tayari ameconvict Chesa. Yeye tu ni kinyongo ndio anangoja apewe. Tunajua how he grew. Now if he's moving, you see the way he is with all those cars, with all what, and Japo he's still innocent, still proven guilty. No, but the lifestyle audit would have shown no, tuelezee vizuri. Bwana Odongo, strength katika vita hivi dhidi ya ufisadi. What we can do, first we can start with the goodwill from the office of the president. Rais mwenyewe akisema kwamba anakuwa serious, maana jinsi ninavyoona ni kama alianza vizuri, lakini imefika wakati burn out of steam. Sijui ni kwa sababu pia ya political sacrifices au vipi. Maana sasa hivi hata inasemekana kwamba wale wengi ambao wanaandamwa kwa masuala ya ufisadi ni wale ambao wanajihusisha na naibu wa rais William Ruto. Lakini wale ambao hata walikuwa wameshtakiwa awali na kufikishwa mahakamani kwa sababu ya ufisadi, mawabunge, maseneta, magavana, alafu baadaye wakajiunga na mrengo wa BBI, sasa hivi kesi zao zote zimesitishwa, hatusikii wanaishi vizuri. Wengine hata walikuwa wanatoa jokes kwamba sasa hivi ukiingia kwa BBI uende Capitol Hill kukutana na Raila, unasafishwa dhambi zako zote, unakuwa mweupe kama pamba. Wanasema muosho mmoja unaoshwa dhambi zako zote. Kwa hivyo kumekuwa na hilo gumzo kwamba sasa hivi wale ambao wanaandamwa, ndio maana wengine wameanza kusema kwamba sasa hivi vita hivyo dhidi ya ufisadi imekuwa selective. Ukipatikana unazungumza na Ruto, unatembea na yeye, basi wanaanza KRA, wanaanza kuangalia record zako, EACC wanaanza kutafuta kama kuna scandal yote ulikuwa nayo, hata kama ni ya kitambo, DCI wanaanza kukuchunguza na masuala kama hatujui kama ni ukweli ama ni uongo. Lakini naweza sema kwamba kunaweza kuwa na ukweli ndani. Maana ukiangalia wale magavana wengi sana ambao walikuwa wamefikishwa, ambao walikuwa allied to ODM, sasa hivi tujasikia lolote likisema. Walifikishwa tu mahakamani wengi, wakaachiliwa kwa dhamana, na from there tujasikia tena what next. Ndio maana Munyasi anasema hivi, nakubaliana naye akisema kwamba kuna mchezo, kuna karata ambayo inaendelea hapa chini kwa chini, wakati ambapo rais anazungumzia mambo ya vita dhidi ya ufisadi. Hatuna uhakika kweli kama he really meant it, na kweli alikuwa na hiyo nia kupigana na ufisadi, ama alikuwa labda tu na plan zake mwenyewe ambazo anafahamu. They appear to build support. Wale ambao lifestyle yao inakuwa suspicious,
Wameanza kufanya vitu ambavyo mnajua tu ni vya kupata support kutoka kwa wananchi. Ndio wanakimbia around kusema tutajengea watu nyumba. You see a widow, you say, hey, she's in a poor grass-thatched hut, we will build. You know, the people around have a lot of sympathy. They think you are considerate, you are humane. They say, we are going to pay fees. A number of them use that money, and you know, it's a small fraction of the money they might have got. We are going to pay fees for that boy, we are going to pay fees for that girl, you know, who had dropped out of school. Or we are paying that one that was supposed to go to university and have kukuwa fees. Oh, we are going to do this, and then you must know, you go to church every Sunday or to SDA Saturdays. You must, and when you are there, you must appear to be considerate. Hawa watu wanakaa wapi? Nitafanya hii, mnahitaji nini hapa? So those people build support, a lot of sympathy. So inaanza kuogopesha pengine wale ambao walikuwa wanataka kutarget hawa, kusema no, jieleze vizuri. You know, now even churches don't want to, they don't mind where you have got the money from. They say huu ni moyo wa kupeana. Kuna karimu, na it is enjoined in the Bible. It is said, you know, peana 10%. Mtazamaji, ninao Alex Odongo upande wangu wa kulia. Alex Odongo ni mhariri hapa West TV, mchambuzi wa masuala mbalimbali. Bila shaka ni naye every Monday and every Wednesday. Leo katika sehemu hii ya mwisho, kila Jumatano sehemu ya katikati ya uchambuzi wa habari mitandaoni na vile vile magazetini. Upande wangu wa kushoto ni naye bwana John Munyasi, mbunge wa zamani na bunge la Sirisia, vile vile waziri wa zamani chini ya gavana Ken Lusaka, miongoni mwa nyadhifa nyingi tu ambazo anazishikilia hapa na pale. Mabingwa, swala hili la afisi fulani natumiwa kuweza kuni undermine ama kuweza kupiga vita mtu fulani ama kuweza kucheza siasa za 2022, tunaporejelea idara ya mahakama, DPP, DCI ama EACC, is it a possibility? Kuna huo uwezekano, Alex? Uwezekano unaweza kuwepo na pia unaweza kutokuwepo. Inaweza kuwa labda pia wale ambao wametajwa wanajaribu kujitetea, maana mimi naamini kwamba DCI, DPP, hizo ndio institutions ambazo serikali imezipa mamlaka ya kufanya uchunguzi na kuweza kuwasilisha kesi mahakamani. Kwa hivyo kama wewe ni victim, labda umetajwa, ni vizuri kuzipa nafasi, alafu pia wewe ufike kule kwenye mahakama kama uko na ushahidi wako na lawyer wako uweze kujitetea kule. Lakini wakati DCI ndio wameanza tu, hata bado hajafika nusu, wewe ushaanza kulia, unasema kwamba hii ni siasa, ni about 2022, sijui these people they are not, hiyo sio vyema. Maana hizi institutions zimewekwa pale, na ni jambo la kusikitisha sana, maana unapata wale wengine ambao wanalia sana ni viongozi katika serikali. Viongozi ambao they are serving in very high offices, but they are not trusting institutions ambazo wenyewe pia wako ndani ya hiyo serikali, and they are not trusting those institutions. Hiyo inamaanisha nini? Mwananchi wa kawaida sasa atasema vipi kama wewe ni kiongozi wa kwa serikali na you don't trust ofisi ya DCI ya DPP? Kila siku katika mikutano unalalamika, una undermine those offices, na hata bado hajafikisha cases zingine, wapata some of the cases hawajafikisha bado mahakamani, lakini tayari ushaanza kulalamika. Let's give these institutions a chance to zifanye kazi zao bila kukua undermined, bila kukua intimidated. Ndio maana tuko na mahakama. Mahakama ziko pale kutoa justice to everybody. Bwana Munyasi, swali hilo. Maybe you cannot rule it out completely, because I know if a politician saw that a particular process might help him against his competitors, yeah, they could use it. But that does not mean that any time anyone is accused of anything, that is all, you know, political. So like Odongo is saying, let's give the courts, you know, their time.
let's give the investigating authorities their time. So don't always cry, and you know when they cry, and it's always in public, why do you start defending yourself in public, not even mentioning what you did, but saying whatever they are accusing you of is all because of 2022. You know, hiyo divert attention ya watu, so wasichunguze kile unashtakiwa kuwa umefanya. Wawe tu wanasema huyu anapigwa tu kwa sababu, na kama wewe umekuwa mkarimu, you want them also to agree with you that wanakupiga because wewe unasaidia wana. Nimekuwa makini na jina la William Ruto tumelitaja hapa kama mara 4 ama zaidi ya mara 4, Alex pamoja na Munyasia, and maybe that has made me thinking, can we fight corruption without Ruto? Is it possible? Na wakati nauliza swali hilo ni kwamba yeye ndiye anajipata mahali vita dhidi ya ufisadi vimeelekezwa, ama vita hivyo vinaelekezwa mahali yupo? Swali nzuri sana. Sidhani kama ofisi ya DCI na DPP imekuwa tukiwasilisha ama investigate cases just about the deputy president. Imekuwa investigate cases za viongozi wengine wengi sana. Lakini katika hao viongozi wote ambao wamekuwa investigated, DP ndio amekuwa kizungumuza sana in the public kuhusu kuchunguzwa. Kama tu tukitumia hii recent example, ile sakata ambayo inasemekana kwamba Rashid Echesa alifanya mkutano na some investors katika afisi yake, kukawa na mambo ya hiyo CCTV, naibu rais akasema they were there for only 23 minutes. DCI juzi last week aka-release report akasema they were there for 1 hour and 23 minutes, na kukatokea pia kwamba a key witness huyo alikuwa anaitwa Kenei the late, ambaye alikuwa na head of security katika afisi hiyo akauawa, ika-complicate issues zaidi. Na tukamwona naibu wa rais, sasa hivi uchunguzi bado unaendelea, haujakamilika, lakini muona naibu wa rais akizungumza katika mazishi ya huyo Sergeant Kenei akisema kwamba hii yote ni siasa, ni yeye ndiye anakuwa targeted na kuna bado mambo makubwa ambayo yanakuja. Akasema hata yeye afadhali wachukue maisha yake kushinda. Unajua hii yote sioni kama ni muhimu kuzungumza in the public. The person of his stature being the deputy president of Kenya, ni mtu ambaye ako katika ngazi ya juu, ni mtu ambaye yuko ndani ya serikali. Sikia hata akitaja system for the first time kwamba the systems are fighting him. Sasa which systems? Yeye mwenyewe yuko ndani ya system, yuko ndani ya serikali. Unaona Dalmas, haya mambo yanashangaza sana. Si ukweli ya kwamba tumemtaja DP Ruto, you know, associating him with corruption. Hapana, what we see is that the government was trying to fight and they promised to fight corruption. Sasa kama wanaanza kwa mfano hii pesa ya Aror na Kamwere, if they say, you know, money has been already spent and there is no ground that has been broken for these dams, and this thing, the tender was awarded 4 years ago, why is this company not doing anything yet? The money has already been paid. So then, out of the blue, no one asked. Deputy President anasema it's not much money, it's only 7 billion. And there, that same week, the Minister for Finance is brought before the DCI, and the minister owns up. He says yes, 21 billion has been given. So you begin looking around. A person who was responsible, who we would have given the benefit of doubt to say maybe he knows because he is deputy president, he says 7 billion. Na yule ambaye alilipa anakuja kusema no, 21 billion. So you say, what was he there for after? Okay, this thing that Odongo is talking about Kenei, okay, they're talking about how could, you know, a disgraced minister go to the deputy president's office, one of the offices, and stay there with the strangers for
a good 80-something minutes, and the DP himself comes around to say, no, it was only 23. So, I mean, who asked you kutetea? See, kama anajitokeza kutetea, then, like the Bukusus say, if you want to detect a thieving dog, so unabeba tu kijiti, and then it will say, what? and it begins running out. Because no one has mentioned him. Now he turns around, again seeking sympathy. He says there is only one commander-in-chief. These things they are talking about, my office cannot have dealt with things to do with the procurement of arms. I said, but this was not a legal thing. No one has said that it was a legal process. They are talking of a fraud that was being conducted. So how do you clean yourself by saying you are only a deputy president, you are not commander-in-chief, so you do not deal with the things to do with the procurement of DOD supplies? So why does the deputy president think he must come out to defend those that are being suspected? He is drawing attention to himself. It's unfortunate. If I was the one, I would say, I would keep quiet and let these people do their work. If there is any influence that I can have, let it be. Kwa hivyo kwa ufupi mnasema kwamba naibu rais anajipata katika hali ambayo yumo ndani kwa mwenyewe kwa kujitakia. Yeah, ni mwenyewe. I think he needs advisors, especially political advisors. Hao ambao wako nao wakina Murkomen, wakina Moses Kuria, wakina Ichungwa, hao ni foot soldiers ambao wako nao, na I hope sio hao ndio wanamadvise. Maana kama hao ndio wanamadvise, but they are advising him wrongly, comment about everything, being very fast, hata kwa Twitter handle yake kila wakati kukimbia, kitu ikitokea immediately ashakimbia, asha tweet. That is not good. We should get proper advisors to advise him on how to handle issues. Hata akienda in the public kama vile alikuwa kwa mazishi ya Kenei juzi, what he should say and what he should avoid, such kind of thing. Do you think ni advisors ndio wanafeli ama you really think kwamba ni guilt ndio inamsukuma kuweza kujitokeza immediately such inakuwa? Your thoughts? Yes, what I'm talking is, as a politician Ruto, as a na pia aspirant ambaye anataka kuania kiti cha urais, lazima kuwe na watu wa strategists. Nimekuelewa, lakini what I mean is, yes, if for example you did something, you'll have to look for sympathy. Assuming he did it, assuming kwamba mpango huu kwa mfano huu wa silaha alihusika, amezungumza kitu kwamba lazima you'll be amongst wale watu wa kwanza kumarshal, marshalling wale sympathizers, wakae chonjo. Nimekuelewa vizuri. Do you think naibu rais katika hali hii ya kutaka kupapia wakati kuna uchunguzi kuhusiana na ufisadi, do you think anafanya hivyo kwa sababu anakosa washauri wazuri, ama you think anafanya hivyo kwa sababu maybe anajisafisha? It's right, na kubaliana na wewe, nimeelewa swali lako. Kwanza inaweza kuwa political strategy yake ya kuweza kutafuta sympathy. Maana akiongea hivyo anasema hii yote, unajua wengi wanajua kwamba he was the apparent heir of President Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo anajaribu kuonyesha kwamba anapigwa vita kila kona, kutumia njia zote kuweza kumsimamisha kuania kiti hicho. Jambo la pili, pia kuna uwezekano kwamba pia hana advisors, ameamua mwenyewe himself to be his own man and to speak his own mind without considering political strategies and advisors wa kumsaidia. Swali hilo Bwana Munyasi. I'm trying to answer that. We say something that crawls on your body, finally, ultimately might stink you. And maybe the deputy president knows that. So he must defend himself. Maybe he knows that those who would like to target you first begin with hitting your dogs around. So if you go somewhere and you see your dog is being chased away, it might be an indication you are not a welcome visitor. So there are many people that have been caught in this corruption thing, and the deputy president feels that they are his people, so he might be the one targeted.
But he wants to divert the attention of the people. So I have been wondering why he is the only one who has ignored all that the Public Officer Ethics Act, had to say, barring public officers from officiating at Harambes. Okay, now he does not want to officiate in, Harambes to build schools or what, but now those Harambes are restricted now to churches. Why does he go all out? And he is now the only one, among the senior political leaders, the only one that appears more Christian than any other, the only one that is giving, money to the churches, and it is as if he is sending out his people, like some advocates, I understand, do send out people on the roads to see where there has been an accident, so they may go. So it's like he sends out people to find out from your churches. Isn't there any church that wants some fundraising? And all this might be his way of trying to build sympathy towards himself. I'm sure that if he came out here, if you wanted to slay Ruto here, the churches would say, this person has been very kind, this person is God-fearing, this person has been donating to us. Nataka tumalize mazungumzo on a very awkward note. Alex, do you think the deputy president is innocent kutokana na hizi sakata zote za ufisadi? Your thoughts? Of course you don't wewe si mahakama, but do you really think kwamba he can convince us from the way he's behaving? Kuna kitu amesema kwamba ukiinua kijiti utaona ni nani anakaa kushtuka. Do you really think he's innocent kwa hizi sakata zote, ama at some point he's going to be caught? At some point he's going to be caught. He has a case to answer. That's what I can conclude. Bwana Munyasi? Lifestyle audit. Because what he does, he makes everyone wonder if every weekend delegations must go, whose transport he has, paid for, and they must eat, and they must drink, and then they must go home with, with envelopes. I mean, you wonder, this kind of wealth, imetoka wapi? And why should we not legitimately ask, where is this from? Mwache wivu bwana. Asante gentlemen. Alex Odongo upande wangu wa kulia, mhariri mchambuzi wetu ndani kwa ndani, bila shaka upande wa kushoto bwana John Munyasi, kila siku ya Monday bila shaka tuko naye hapa sehemu hii ya saa 2 hadi saa 3, mazungumzo mbalimbali. Leo mada imekuwa vita dhidi ya ufisadi. Shukran, naitwa Dalmas Sakali.